Mtazamaji wa Dodoma City TV, karibu kutazama mfululizo wa matukio ya wiki kutoka jiji la Dodoma kuanzia Januari 8 hadi 16, 2026. Ni mengi tulionayo na haya ni machache tu. Nitakaye kusomea matukio ya wiki kwa siku ya leo ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho, karibu. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe ametoa wito kwa wazazi na walezi kote nchini kuhakikisha wanawaandikisha watoto wote wenye umri wa kwenda shule katika shule za msingi na sekondari kwa wakati, akisisitiza kuwa elimu ni haki ya msingi ya kila mtoto. Lakini kilichonileta ni kuja kuangalia maandalizi ya mapokezi ya vijana wetu wa shule ya awali na wale wanaoanza darasa la kwanza. Kwa hiyo nimefurahi sana kufika hapa na kuona tayari mmejiandaa vizuri sana kuwapokea watoto wetu 90 wa shule ya awali na kuwapokea watoto wetu 115 wa darasa la kwanza. Nimefurahishwa ile registration ambayo mmeshaifanya kwamba mmefikia 80%. Lakini nimependa sana maelezo ya mkuu wa shule alivyoeleza kwamba wazazi wengine huleta watoto baada ya kuona shule zimefunguliwa. Kwa hiyo tutatoa wito kwa wazazi ambao bado watoto wao hawajaja kuwaandikisha. Shule inafunguliwa rasmi kesho na tumeona maandalizi kwenye shule hii yapo tayari. Hii inamaanisha kwamba maandalizi kwenye shule zetu zote 18,055 za msingi Tanzania yako tayari. Naye mwalimu mkuu shule ya msingi Iyumbu, Mwalimu Monica Elias, alisema kuwa uboreshaji wa miundombinu umechangia shule kuwa na mazingira mazuri ya ufundishaji. Shule ya msingi Iyumbu ilianza mwaka 1980 chini ya mwalimu mkuu Elizabeth Sekiwango. Tangu wakati huo mpaka sasa shule hii imehudumiwa na walimu wakuu 12. Mheshimiwa Waziri, shule ya msingi Iyumbu mpaka sasa ina jumla ya wanafunzi 1109. Aidha, tunaendelea na zoezi la uandikishaji wa darasa la awali na darasa la kwanza. Matokeo ya uandikishaji kwa darasa la awali yalikuwa jumla ya wanafunzi 90, wavulana 40 na wasichana 50. Aidha, kwa darasa la kwanza matokeo yalikuwa jumla ya wanafunzi 115 ambapo wavulana ni 55 na wasichana ni 60. Mpaka sasa darasa la awali tumeandikisha wavulana 37 na wasichana 38, jumla ni wanafunzi 75 sawa na 83%. Na darasa la kwanza tumeandikisha wavulana 45, wasichana 48, jumla ya wanafunzi 93 sawa na 80%. Aidha, kwa wiki hii ya kwanza tunatarajia kufikisha 100%, kwani wazazi wengi huandikisha watoto shule zinapofunguliwa. Mheshimiwa Waziri, shule ya msingi Iyumbu kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo imekuwa na mafanikio mengi, ikiwemo kupandisha ufaulu wa darasa la 7 kwa 100% na ufaulu wa darasa la 4 kwa 95%. Uboreshaji wa miundombinu ya shule uliofanywa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan umefanya shule yetu kuwa na mazingira bora ya kazi na mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Kwa upande wa samani, watoto wana madawati ya kutosha, kwani halmashauri ya jiji imetuletea zaidi ya madawati 150 kwa kipindi cha miaka 2 iliyopita. Pia ujenzi wa madarasa 3 kwa kupitia mapato ya ndani ya halmashauri umesaidia kuondoa msongamano wa watoto darasani uliokuwepo kwa baadhi ya madarasa. Halmashauri imeendelea kutatua changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na uboreshaji wa miundombinu ya matundu 10 ya vyoo vya wanafunzi na ujenzi wa matundu 3 ya vyoo vya walimu. Mheshimiwa Waziri, mwisho tunaishukuru sana serikali kwa kujali sekta ya elimu na kuhakikisha wanafunzi wote wenye umri wa kuanza shule wanasoma bila gharama yoyote na katika mazingira bora, hatua inayochangia ongezeko la wanafunzi kuandikishwa na kufaulu kila mwaka. Zikiwa zimebaki siku chache kuelekea uchaguzi wa viongozi wa soko la wazi la Machinga uliopangwa kufanyika Januari 24, 2026, mchakato wa uandikishaji uliongezwa siku 2 kutoa nafasi kwa wafanyabiashara walioshindwa kujiandikisha awali kufanya hivyo. Uchaguzi wa mwaka huu unatajwa kuwa na mchuano mkali, huku baadhi ya wafanyabiashara sokoni
hapo, wakiamini utafanyika kwa uhuru na haki, na hayo aliyasema meneja wa soko la machinga CPA Johnston Kahungi alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Kwa sasa tuna tukio ambalo linakaribia kufanyika, ambalo tukio la uchaguzi ambao tunaenda kufanya uchaguzi tarehe 24 mwezi wa kwanza 2026. Uchaguzi huu ni uchaguzi wa viongozi wetu ambao ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu msaidizi, mabalozi wa blocks zetu pamoja na wawakilishi wa makundi maalum, hasa makundi ya walemavu. Uchaguzi huu unafanyika kwa sababu Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipita hapa tarehe 8 mwezi wa 9, akawa amepata hoja mbalimbali kutoka kwa wafanyabiashara. Moja ya changamoto aliyoipata ilikuwa ni kwamba wafanyabiashara walikuwa wanahitaji mabadiliko katika uongozi, kwa sababu walidai kwamba viongozi waliopo hawafanyi mikutano mara kwa mara na kusikiliza kero zao. Hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alikubaliana na hoja hiyo na akakubali maombi hayo. Baada ya hapo akatoa agizo uchaguzi ufanyike. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kufanya uchaguzi. Tumeshafanya uandikishaji kwa awamu ya kwanza ambao ulifanyika tarehe 7, tarehe 8 na tarehe 9. Tukapata watu 932 katika watu 2700. Lakini baadaye tulivyoita ile kamati ikakaa ikaona kwamba watu hawatoshi, waongezewe siku. Kwa hiyo tumeongezea siku za uandikishaji ambazo ni leo tarehe 14 na kesho tarehe 15. Kwa hiyo uandikishaji unaendelea na watu wanaendelea kuitikia. Wito wangu kwa wafanyabiashara na washauri na wasihi kwamba huu ni muda wao wa kuchagua viongozi. Wawe makini katika uchaguzi wa viongozi. Wakichagua viongozi wazuri watawavusha kwa hii miaka mitatu ambayo ni ya viongozi kuongoza. Mimi kwa majina naitwa Shida George, niko hapa soko la machinga, ni mfanyabiashara ndogo. Nilikuwa nimefurahi kwa maana sikupata fursa ya kujiandikisha awamu ya kwanza. Leo nimepata baada ya kuongezewa muda wa kujiandikisha. Nilikuwa nawahamasisha wamachinga wenzangu kuja kuendelea kujiandikisha ili tuchague kiongozi ambaye ni bora kwetu. Kwa upande wao, wafanyabiashara wa soko la wazi la machinga Dodoma walifurahia ongezeko la siku za kujiandikisha kushiriki uchaguzi huo. Mimi naitwa Tryphon Alimeri Katula, ni mfanyabiashara wa Machinga Complex. Ni kwamba kwa muda huu, hizi siku ambazo wametuongezea, na washauri wafanyabiashara wenzangu waweze kutumia muda huu kuweza kujiandikisha kusudi tuweze kuendelea mbele na uchaguzi na kuchagua viongozi ambao wanatufaa. Safari hii tunahitaji kupata viongozi ambao wana msimamo, ambao wanasikiliza shida za machinga. Ndio kitu hasa, ndio kitu muhimu sana. Mimi naitwa Latifa Mwambeile, ni mfanyakazi wa Machinga Complex. Tunashukuru kwa kuongezewa muda kwa sababu tulikuwa nahangaika na wanafunzi. Kwa hiyo nawahimiza wafanyabiashara wote wa machinga wajitokeze kupiga kura ili tuwachague viongozi watakao tutetea katika soko letu. Kwa jina naitwa Salim Mohamed Shetumba, ni mfanyabiashara wa soko la wazi machinga. Tunamshukuru Mungu kwa serikali yetu kutuongezea siku. Ninachoomba ni kuwaomba wafanya biashara wenzangu wajitokeze kwa wingi, wawachague viongozi wanaoona kwao ni sahihi kuweza kuwaongoza, ili baadaye kusiwepo na malalamiko pembeni hali ya kuwa hujajitokeza kwenye daftari la kujiandikisha kuweza kumchagua kiongozi unayemtaka wewe. Kwa hiyo ninaomba sana wafanya biashara wenzangu waweze kujitokeza kwa wingi, ambao tunahusika katika hili soko la machinga, soko la wazi Dodoma. Matarajio yangu ni kwamba ni mazuri tu, kwa sababu naona mwaka huu vijana wengi tumeitikia kuja kujiandikisha kusudi kuweza kuwachagua viongozi ambao kwetu ni sahihi. Mwitikio wa wazazi kuwaandikisha wanafunzi kwa ajili ya kuanza masomo ya awali umekuwa mkubwa jijini Dodoma, huku shule ya msingi Swaswa ikiwa imejipanga vyema kuhakikisha watoto wanasoma katika mazingira salama. Akizungumza na waandishi wa habari, mwalimu wa darasa la awali Mwalimu Salha Ndodi alisema kuwa wanafunzi wengi wanatokea maeneo ya jirani na shule, hivyo wazazi waendelee kuwapeleka watoto shule. Majina naitwa Mwalimu Salha Ndodi Hasani, mwalimu wa darasa la awali
Mwitikio kwa mwaka huu 2029, mwitikio ni mkubwa kama mnavyoona, watoto wameitikia na ni siku ya kwanza lakini wamekuja wengi. Hadi kwa sasa hivi tuna wanafunzi takribani 50 maana uandikishaji bado kule unaendelea. Wako takribani 50 na uandikishaji unaendelea na wazazi pia wanaendelea kuja. Kama mnavyoona wanafunzi wetu wapo vizuri na wamefurahia shule. Shule yetu hapa na wanafunzi wengi wanatokea maeneo haya yanayotuzunguka, maeneo tuseme ya Swaswa na Ilazo. Aidha, mzazi Mariam Masawe alisema kuwa anashukuru mapokezi ya wanafunzi kuwa ni mazuri, hivyo anawaasa wazazi kuhakikisha watoto wanapata elimu bora. Majina naitwa Mariam Aloisi Masawe. Nimefurahi kuja hapa kwenye shule ya Swaswa. Nadhani nimepokelewa vizuri, tumeandikisha watoto wetu. Na washauri wazazi wenzangu nao hawahi hapa kuja kuandikisha watoto. Zoezi la ugawaji wa miche ya miti ya matunda na kivuli limefanyika katika shule ya sekondari Nala, ambapo miche 2900 ilitolewa kwa mitaa yote 6 ya kata ya Nala kama kielelezo cha kuunga mkono juhudi za serikali kuikijanisha Dodoma. Akizungumza na waandishi wa habari, diwani wa kata ya Nala Leonard Malima alieleza kuwa kampeni ya kukijanisha Dodoma ataisimamia vilivyo katani hapo. Leo hii tulikuwa hapa Nala sekondari kwa ajili ya ugawaji wa miche ya miti ya matunda na vivuli kwa ajili ya mitaa yote 6 ya kata ya Nala. Yote hii ni katika kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuifanya Dodoma ya kijani, lakini kuunga mkono zoezi la uzinduzi wa upandaji miti liloanzishwa na mkuu wa mkoa, lakini kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa mkuu wa wilaya pia ya Dodoma kuhakikisha tunaifanya kuwa Nala ya kijani, kuivika nguo, kwa sababu kumekuwa kuna shida kubwa ya vivuli, ya matunda, hamna miti, mvua zinasumbua, kwa sababu kila mtu anawaza kukata badala ya kupanda miti. Kwa hiyo hii ni sehemu ndogo sana ya miche ambayo tumepata 2900, lakini kuanzia wiki ijayo pia tumeahidiwa miche zaidi ya 5000 kutoka kwa watu wa misitu kanda ya kati. Lakini pia tunatumia nafasi hii kuliomba jiji la Dodoma. Sisi Nala tuna sehemu kubwa sana ya kupanda miti. Kuna watu wana uhitaji mkubwa sana. Hata kama ikitokea tumepata miche 10,000 na zaidi, tunaweza kuigawa kwa wananchi wakaipanda, na si tu kuipanda lakini tukaifuatilia. Maana kila anayepewa miti atapewa kwa kuandikwa majina, aina ya miti. Tutawafuatilia, lakini kila mvua inapoanza kunyesha, mvua mpya, pia tutafanya jitihada ya kuwapa zawadi kwa ajili ya kuwatia moyo ili watu wapende kupanda miti. Lakini sambamba na hilo tumesisitiza pia kwa kata ya Nala zoezi la ukataji wa miti hata ya asili kwa ajili ya mkaa tumezuia, kwa sababu hii unapanda mti mmoja unakata miti 10, ni hasara. Kwa upande wao wananchi wa kata ya Nala walikuwa na haya ya kusema. Tunashukuru Mungu kwa kupata hii miti, maana itatusaidia kwa kimvuli, pia itatusaidia kwa ajili ya matunda. Mungu awabariki sana waliotuletea miti hii. Na pia bado tuna uhitaji wa miti mingi sana, kama ikiwezekana ikapatikana sehemu. Nala ni eneo kubwa la kuweza kupanda miti, tuko tayari kufanya kazi hii. Kwa niaba ya wananchi tunashukuru sana sana kwa waliotupatia miti hii. Mungu awabariki sana sana kwa kutusaidia kupata miti hii. Asanteni sana. Ninafurahi sana kwa hili zoezi la kuletewa miti hapa kwetu Nala sekondari. Ninashukuru sana kwa sababu miti hii niliyoishika hii, kwanza inanipa mimi maendeleo yangu, nakula tunda lake, ninakaa kwenye kimvuli. 3, huu mti kwanza unajenga sura ya nchi. Kwa hiyo ni hilo tu, mimi nashukuru sana wananchi wangu, tuna viongozi wangu, muendelee na huu mpango. Ni hilo tu. Baada ya mapumziko, timu ya Dodoma Jiji FC imerejea vyema katika ligi kuu, ambapo imejiandaa vizuri kukutana katika mchezo wao dhidi ya Singida Black Stars katika dimba la Jamhuri jijini Dodoma. Kocha mkuu wa timu Aman Josia alisema kuwa wako tayari kuzisaka point 3 za ushindi. Heri ya mwaka mpya waandishi wa habari pamoja na Watanzania wote.
Nichukue nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii tena nyingine ya kuanza mwaka mwingine katika NBC Premier League. Ni kwamba maandalizi yetu yamekwenda vizuri. So far nadhani tuna masaa machache ya kukamilisha kuona utimamu wa mwili wa wachezaji ambao waliopo, lakini hatuko na majeruhi yoyote kikosini. Tunafikiri kwamba tuna kikosi ambacho kiko vizuri, na tunaamini kwamba kwa maandalizi ambayo tumeyafanya katika hizi siku chache baada ya kurejea kutoka mapumzikoni, tunakwenda vizuri na tuko tayari kimchezo na tuko tayari na kuwakabili na kuona mechi ambayo tunaweza kuifanya vizuri. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, maandalizi yako vizuri. Tumefanya maandalizi yetu tangia tuliporejea kikosi. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, benchi yetu fundi pamoja na wachezaji tuko vizuri na tuko tayari katika mchezo wa kesho. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Joseph Nkayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.